Uhusiano kati ya Marekani na Saudi Arabia umeingia katika moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kidiplomasia katika miaka ya hivi karibuni baada ya vita dhidi ya Iran kuibua tofauti kubwa za kimkakati kati ya Rais Donald Trump na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, huku Washington ikianza kutafakari uwezekano wa kupunguza uwepo wake wa kijeshi ndani ya ufalme huo. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na The Wall Street Journal na kuthibitishwa na vyanzo vya kiusalama vya Mashariki ya Kati, mvutano huo ulianza wakati Saudi Arabia ilipokataa kuruhusu Marekani kutumia kambi zake za kijeshi pamoja na anga lake katika operesheni iliyoitwa Project Freedom, ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa lengo la kuhakikisha usafiri wa meli katika mlango Hormuz unaendelea salama wakati wa vita dhidi ya Iran. Operesheni hii ilikuwa sehemu muhimu ya mkakati wa Marekani wa kuzuia Iran kuendelea kudhibiti au kutishia njia hiyo muhimu ya bahari ambayo hupitisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi inayouzwa duniani. Mpango huo ulihusisha kusindikiza meli za mizigo na mafuta zilizokuwa zimeshindwa kupita kutokana na vitisho vya Iran, huku vikosi vya Marekani vikipewa jukumu la kuhakikisha njia hiyo inabaki wazi. Hata hivyo, Saudi Arabia ilikataa kushiriki katika hatua za mwanzo za operesheni hiyo. Riyadh ilieleza kuwa ilikuwa na hofu kwamba kuhusika moja kwa moja kungeifanya kuwa shabaha ya mashambulizi ya Iran, jambo ambalo lingeweka hatarini usalama wa taifa hilo pamoja na miundombinu yake muhimu ya mafuta na nishati. Kwa mujibu wa ripoti hizo, viongozi wa Saudi walikuwa wameonya kwa muda mrefu dhidi ya kuanzishwa kwa vita na Iran. Walimweleza Rais Trump kwamba jaribio la kuidhoofisha au kuiondoa serikali ya Tehran lingeweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Saudi Arabia ilihofia kuwa Iran ingeweza kujibu kwa kufunga mlango Hormuz, kushambulia vituo vya mafuta vya nchi za Ghuba na kuvuruga biashara ya kimataifa ya nishati. Kwa mtazamo wa Riyadh, hali hiyo isingeathiri tu Iran pekee bali pia uchumi wa dunia na usalama wa mataifa yote ya eneo hilo. Licha ya maonyo hayo, utawala wa Trump uliendelea na operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Hatua hiyo iliwakatisha tamaa viongozi wa Saudi Arabia ambao waliamini kuwa ushauri wao haukuzingatiwa licha ya kuwa ni mmoja wa washirika wakubwa wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Kutokana na kukataa kwa Saudi Arabia kushirikiana katika hatua za awali za Project Freedom, operesheni hiyo ilikumbwa na changamoto kubwa za kiutendaji. Kambi za kijeshi za Saudi Arabia pamoja na anga lake zilikuwa muhimu kwa harakati za vikosi vya Marekani, hivyo kukosekana kwa ushirikiano kulifanya mpango huo kusitishwa kwa muda. Ingawa Rais Trump alieleza hadharani wakati huo kwamba kusimamishwa kwa operesheni hiyo kulitokana na maendeleo yalikuwa yakifanyika katika mazungumzo na Iran, ripoti zinaeleza kuwa sababu kubwa ilikuwa ni uamuzi wa Saudi Arabia kutoruhusu matumizi ya maeneo yake ya kijeshi. Hatua hiyo ilizua hasira ndani ya White House. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani na nchi za Kiarabu waliofahamu mazungumzo hayo, Washington ilitishia kuchelewesha utoaji wa makombora ya kujihami ambayo Saudi Arabia ilikuwa ikitegemea kuzuia makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikifyatuliwa na Iran. Shinikizo hilo lilisababisha Riyadh kulegeza msimamo wake na hatimaye operesheni ya Project Freedom ikaendelea kwa siri. Hata hivyo, maafisa wa Marekani wanasema uharibifu wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili ulikuwa tayari umetokea, kiwango cha kuaminiana kikishuka kwa kasi kubwa. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa mvutano huu umeonyesha wazi kuwa licha ya ushirikiano wa muda mrefu kati ya Marekani na Saudi Arabia katika masuala ya ulinzi, nishati na usalama wa eneo la Ghuba, maslahi ya pande hizo mbili kuhusu namna ya kukabiliana na Iran sasa yanaanza kutofautiana. Iwapo Washington itaendelea kupunguza uwepo wake wa kijeshi nchini Saudi Arabia na tofauti za kisera zitaendelea kuongezeka, hatua hiyo inaweza kubadilisha kwa kasi kubwa mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati.
pia inaweza kuyalazimu mataifa ya Ghuba kutafuta washirika wapya wa kiusalama au kuimarisha zaidi juhudi za kidiplomasia ili kupunguza migogoro ya kikanda. Kwa sasa mustakabali wa uhusiano kati ya Marekani na Saudi Arabia unaendelea kwa kitovu cha mjadala wa kimataifa, huku vita dhidi ya Iran vikionekana kwa tukio ambalo limebadilisha kwa kiasi kikubwa ushirikiano ambao kwa miongo kadhaa ulikuwa ukichukuliwa kuwa nguzo muhimu ya usalama na siasa za Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.